Polongo TV tupo Muhoro na moja kwa moja tunafanya mazungumzo na diwani wa kata hii Mheshimiwa Batezi. Habari za leo? Mzuri. Jina kamili nani kwanza, tuanzie hapo. Jina langu kamili naitwa Rajabu Ali Mnyemwa. Ndio. Jina la Batezi ni jina tu la kimichezo. Zamani nilikuwa golikipa, kwa ubora ambao nilikuwa na daka wakanifananisha na Batezi wa Ufaransa. Aha. Ndio nikapata jina Batezi. Jina langu halisi kipa wa zamani wa Manchester United. Ya. Ndio. Sawa. Baada ya kupata nafasi ya kuwa diwani kwa mara ya kwanza kwenye kata ambayo imegawiwa kutoka kwenye kata ya Shela na kata ya Muhoro, upo kwenye kata mama. Ndio. Hali ikoje? Hali mpaka sasa ni hali imetulia, hali ya utulivu, kwa sababu hii ndoto ya kuwa diwani ni muda mrefu sana. Nilipima maadili yangu, nikaona maadili yako sawa sawa kwangu binafsi na wananchi wangu wakayakubali maisha yangu niishi kijijini, kwa sababu nilikuwa mrefu nilitengeneza timu ya kuishi na watu pamoja. Kwa hiyo haikuwa ugumu sana kwenye kuchukua nafasi ya udiwani. Kwa sababu udiwani moyo umetumia nafasi. Ndio, kitu kikubwa ambacho ulifanya kuunganisha watu na watu kuweza kukuamini wewe mbele ya watu wengi ambao walikuwa kwenye kinyang'anyiro cha kutaka nafasi ya udiwani? Kile kitu kabisa ambacho wananchi niliwaaminisha vile nilivyokuwa navyoishi hapa kijijini tangu awali. Nimekuwa karibu na vijana wenzangu, wazee wa vijana, kwenye michezo nipo, nashiriki misiba, matukio yote nilikuwa nashiriki. Hicho ikafanya wananchi waendelee kuniamini. Ndio, kwa kiwango kikubwa halmashauri ya mji wa Rufiji imewaamini madiwani vijana na wewe ni mmoja wapo. Hili unalionaje? Hili leo ina nafasi kubwa sana kwa sisi madiwani wa mji Rufiji kama si vijana, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi. Na tumeingia kwa vijana sababu tunachapa kazi kweli. Tena tumepanga hasa kuiongeza bajeti ya halmashauri kutoka bilioni 7.6 kufika mpaka bilioni 8 mpaka bilioni 10 vile imepata ndani tukavyotengeneza. Tumejipanga kweli. Ndio, kipi kikubwa ambacho mnafikiria kukiongeza kutoka kwenye bajeti ya halmashauri kutoka bilioni 7 mpaka 9? Kitu kingine ambacho sisi tunakuja kukiongeza mpaka sasa ni kuboresha yale vyanzo vya mapato vya ndani. Kama zile barabara ambazo zinafika mpaka kwenye bandari ambazo zinaweza tukatoa mazao kuna yani ushuru wetu wa ndani, ndio ambao tunajipanga hivyo kujikwenda kwenye jikita navyo. Ni diwani wa Muhoro Mheshimiwa Batezi, jina maarufu ndio hilo, na tunazungumza naye kutokea kwenye kata ya Muhoro katika ofisi za Ikra Healthcare ambao ni wadau wakubwa wa Polongo TV. Mheshimiwa, kikubwa hapa ni mradi wa daraja. Ndio. Tumeona umefikia katika hatua kubwa na unaendelea vizuri. Ndio. Lipi neno lako kwa wananchi wa Muhoro kwenda kwa serikali yao kuhusu daraja la Muhoro? Wananchi wa Muhoro kwanza wanatoa sana pongezi kwa daraja hili, wanaishukuru serikali ya Mama Samia kupitia mbunge wao Mchengerwa, mtu kazi kabisa, waziri wa afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea fedha bilioni 18.7 ambao daraja mpaka sasa umefika 68% kwenye kumalizaji. Kwa kweli hadha ya kivuko wakati mafuriko tulikuwa tunapata sana taabu, tumepoteza ndugu zetu, wazazi wetu, hadha maisha yalikuwa na kwa magumu, lakini kwa sasa tuna imani siku za mbeleni hata mafuriko yakitokea hatutaathirika kama kawaida tunaathirika mawazo. Kwa hiyo wananchi wa kata Muhoro wanashukuru sana serikali ya Mama Samia. Ndio, tumeshuhudia madaraja mengi yakijengwa, baadaye yanapokamilika yanapewa majina. Unajua, kwa mfano daraja la Nyerere Kigamboni, daraja la Tanzanite, daraja la kule Chato, daraja la Magufuli. Daraja la Muhoro, wewe kama diwani unadhani liitwe jina gani litakapokamilika? Mimi kama diwani, yani kama wananchi wangekuwa nao wangeafiki, ningependa sana daraja hili la Muhoro lingeitwa Mchengerwa Bridge. Mchengerwa Bridge. Kwa sababu yeye ametufanyia ukombozi mkubwa sana. Kwa kweli Rufiji hii wamepita wabunge 9. Ndio. Lakini Mheshimiwa Mchengerwa amekuja kutoa mfupa uliokuwa rohoni umekwama kwa muda mrefu. Mimi kama penzi langu hasa nikipenda daraja hili la Muhoro lingeitwa Mchengerwa Bridge siku ya kufunguliwa. Ndio. Na mategemeo mpaka kufunguliwa inategemewa lini?
Mategemeo mpaka kufunguliwa kwa ujenzi wa kupanga mkandarasi anavyotueleza, nafikiri wanasema mpaka mwezi wa 8 anaweza akawa daraja mikabidhi. Ndio. Pamoja na daraja tumeona pia makarabati kule ambayo yanaonekana atakuja kuliunga mkono daraja na nayo yamepunguza adha ya mafuriko kwa wananchi wa kata hii. Nayo una kitu cha kuelezea kama diwani? Na kitu cha kuelezea kwa sababu walivyofungua lile daraja kukawa bado kuna bwawa ambalo lilikuwa bwawa la Sunga. Bwawa lile lisingeweza kuunganisha wananchi wanaotoka Mbwela na visiwani kuja Muhoro pasipo pale kujenga makavati. Kwa hiyo kitendo cha kujenga pale makavati makubwa yale matatu imefanya wananchi wa visiwani wataweza kufika Muhoro kwa wakati kabisa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mchengerwa kutotea fedha karibia pesa pale milioni 400 imeingia pale. Iko nje ya daraja la Muhoro. Iko nje hiyo milioni 400 iko nje na daraja la Muhoro. Bilioni 17.8 ni kwa ajili ya daraja la Muhoro. Zile ni kwa ajili ya box culvert. Na bado zinaendelea box culvert kujengwa mitaa ya kule Mfamaro, tunakwenda hadi Kipoka, tunakwenda mpaka Mbuchi. Ndio. Box culvert nazo zitakuwa na majina yake tofauti ama zenyewe zitakuwa zipo tu? Kwa box culvert zingewepo tu, asingekuwa majina sana, lakini hili daraja lenye uzito mkubwa hana ndio kiunganishi cha, unajua si moyo hapa tuko center. Tupo katikati, kuna vijiji vingi sana vinategemea huduma kupata Muhoro. Tunafika wakati wa mafuriko kikwetu tunakuwa na hadha kubwa sana. Uchumi wetu unakuwa unashuka, kila mmoja anakuwa akili kwenye kivuko. Na kivuko chetu kinakuwa hakipo salama. Saa moja tu kivuko kimefungwa na serikali, maana kunakuwa na watalishi wa maji mengi, na sisi kucheki kuna watu wanatoka Dar es Salaam usiku wanakuja hapa. Mtu akifika usiku hapa analala pasipo kutarajia, lakini daraja hili linapokuwa mtu atakuwa na imani mafuriko anatoka Dar es Salaam anafika Mbwela pasipo kutarajia. Ndio. Kuna mwingiliano mkubwa kama huo, na unafanikiwaje kupunguza, kutatua migogoro ya wananchi, wanajamii? Tumeona kuna jamii ya wafugaji na jamii ya wakulima, kidogo kuna changamoto za hapa na pale. Wewe kama diwani, hili unaliona linapungua kwa kiasi gani kwenye kata ya Muhoro? Mimi kama diwani kijana wa kata hii na jukumu langu kubwa hana kuzuia migogoro na kuunganisha watu. Mmoja wapo wafugaji na wakulima kuunganisha kwa kitu kimoja. Mfugaji ananufaika kwa ufugaji wake na mkulima ananufaika kwa ukulima wake. Niseme mpaka sasa kwenye kata yangu nimeweza kupunguza migogoro kwa 65%. Bado 45% kumalizia, lakini niseme nilivyoingia kata yangu ilikuwa migogoro mikubwa na wafugaji, lakini nilitumia watu kuunganisha na kutoa elimu na kuwasaidia namna gani Mama Samia alivyohitaji wananchi wote wafugaji kutoka kwenye lunch. Nashukuru baadhi ya wananchi, baadhi ya wafugaji wameanza kutoelewa na wameanza kutoa mifugo. Kwa hiyo kwa 65% tumefanikiwa wafugaji kuelimisha kwenda lunch. Ipi hatua inayofuata baada ya wafugaji kuelewa agizo la serikali la Mama Samia? Hatua inayofuata sasa hizi baada ya wafugaji kuelewa hatua ya Mama Samia ni kumuunga mkono Mama Samia. Kauli yake anasema Tanzania inaweza ikalisha Afrika. Sasa kama Tanzania inaweza ikalisha Afrika, kama sisi hatujalima hatuwezi kuitunza kauli ya Mama Samia. Kwa hiyo sisi tukilima tunaweza kuifuata kauli ya Mama Samia, Tanzania tukaweza tukalisha Afrika, sababu bado tuna maeneo mengi ya kulima. Na mimi nawashauri wananchi wa kata Muhoro, tutakapofanikiwa kuondosha wafugaji, basi kila mtu akalime eneo lake, kwa sababu wafugaji wanatumia maeneo yetu, kwa sababu mtu anaweka 10, 20, 25 alafu nibaki pori. Hii ndio changamoto kubwa, lakini kila mwanamfiji au mwanakata Muhoro akiwa analima eneo lake itapunguza sana athari ya wafugaji. Kuna mkakati gani wa kuhakikisha mapori yanaondoka na watu kutumia ardhi ama kutumia mapori kwa shughuli maalum kama ya kilimo, kuhakikisha kabisa kwamba kilimo kinafanyika na kuondoa ule mpango wa mapori ambayo yako kwenye kata Muhoro? Mpango wa mapori, mkakati upo ni kuwaitisha wananchi, kuweka kikao na kuwaelimisha na jinsi gani mapori yale yatakavyokaa muda mrefu watu watapewa. Mkakati ulipo, kama mtu utakuwa pori lako umekaa ndani ya miaka 2 hujalima, basi atapewa mwananchi mwingine aweze kulima. Sema Mama Samia amegawa mikorosho milioni 1.5. Mpaka sasa kwetu huko tumepata mikorosho takribani hata tuseme hata milioni 1 bado hatujaanza kuichukua. Wananchi wamepata. Kwa hiyo haya mapori ndio yanasababisha mikorosho watu wapande
Kama wewe unaangalia pole lako miaka miwili hujalima, mtu ana haki ya kuchukua eneo lako. Na mkakati huo tupunguze mapori, na kutakuwa kuna utaratibu maalum wa kuchukua ama utaratibu maalum utaweka kuchukua eneo, sio tu kuvamia eneo la mtu pasipo serikali kutambua. Kwamba ndipo mimi nasema mheshimiwa diwani, nitakuwa na eneo langu sijalima kwa district upanga na serikali yetu muda gani, na ile kikaja lima, basi utakuja kijijini, utapata particular zako, taarifa zako, utakwenda kukabidhiwa eneo ili ulime. Yule mwananchi ambaye atashinda kulima, kwa nisema kutoka sasa wananchi wa kata Mhoro wanaonisikia na wanaoniona live watambue kama mkakati wa mheshimiwa diwani kupunguza mapori kwenye kata yake Rufiji. Tunapunguzaje? Kila mwananchi atakuwa alime. Asiyelima kuna mwezi tutatoa, au mwaka tutatoa. Mwaka mmoja miwili alima tunachukua ile eneo. Ndio. Huo ni mpango wa diwani wa Mhoro kuhakikisha mapori yanapungua kwenye kata hii. Tunataka tufahamu pia kuhusiana na ukarabati wa shule. Tumeambiwa kati ya vitu ambavyo Mama Samia anavipigania ni kuhakikisha shule zinakarabatiwa, watoto wanaenda kwenye shule ambazo za kisasa na zenye muonekano mzuri. Kwa Mhoro ikoje? Kwa Mhoro tunamshukuru Mama Samia kwa fedha kuletea ukarabati wa mashule, majengo yanakwenda vizuri, mafundi wako site, mpaka saa tu ukarabati nyumba za walimu, vyoo vya shule. Tunasema ukarabati wa hamu hii unakwenda vizuri. Ndio. Kuna shule ngapi Mhoro ambazo zinapata ukarabati? Kwenye kata yangu Mhoro kuna shule 3, shule ya msingi ziko 3 na shule sikizi ziko 2. Ambazo marekebisho yanahusu shule pamoja na nyumba za walimu na tundu za choo. Marekebisho yanahusu shule na tundu za vyoo za walimu za wanafunzi pamoja na shule shikizi kuzijenga. Ndio. Huyu ni diwani kata ya Mhoro, Mheshimiwa Batezi, jina lake maarufu hilo, na tunazungumza naye kupitia Kurundu TV. Mimi naitwa Kudos, na mheshimiwa, mimi bwana, kutokana na jina lako napenda nikuulize hili swali ambalo kijana yote angependa kulisikia. Ndio. Vipi kuhusiana na mkakati wa michezo kwenye kata hii? Unajua awali wakati mheshimiwa mbunge anaingia kwenye kipindi chake cha kwanza alipambania kuwa na timu ya mpira wa miguu Rufiji United. Baadaye ikashindikana mambo ya, lakini sasa hivi tuna madiwani wengi vijana, na vijana tunawajua wanapopenda mpira, wanapopenda michezo tofauti, ngumi, kuogelea, kuendesha baskeli, kukimbia, mpira wa miguu, mpira wa mikono, mpira wa wavu. Kwako wewe kwenye kata hii, mkakati upi unao kukuza michezo kwa vijana na watoto? Kikweli mimi mtangazaji, umenikumbusha kitu ambacho nimekilipia kwenye ndoto zangu. Wakati naingia kwenye mamlaka nilisema kabisa, cha kwanza vijana wasimamie michezo yao. Mimi mwenyewe nilikuwa golikipa Ndewani kwa jina la Batezi. Mimi nilikuwa baba golikipa wa Coastal ya Tanga. Coastal ya Tanga mimi nimeshadakia. Lakini kwa bahati mpira mchezo riziki. Yes, kama Mwenyezi Mungu hakunibahatikia riziki yangu kupata kwenye mpira. Ndio likizo tena sikuweza kuondoka kwenye michezo. Selei kwa hiyo nilicheza msimu mmoja na nikapata likizo ya kuja huko nyumbani. Lakini nyumbani kitu kilichonikuta sijui kilikuta nini. Yaani niseme siwezi kuelewa nini kilinikuta, kwa sababu nimeshangaa tu kila nikipigwa simu siengi kwenye michezo. Nimetumwa na hudi cost, sikwenda, sielewi sababu ya msingi sina, lakini leo nikasema hii inaweka wazi wananchi watakuwa waelewe, sababu hapo wengine historia yangu ya mpira na mpaka leo swali hili wanaweza wakaniuliza. Batezi alikuwa golikipa na alikuwa golikipa wa Coastal ya Tanga. Nini kilimfanya tena ashindwe kurudi kwenye mpira wakati alikuwa na kiwango bora cha kudaka? Nilikuwa pale golini ukimeweka na enea, ulikuwa first 11, nimeenda kwa mrefu na mwili, najua kutembea kwenye mlingoti na ongea na panga timu. Lakini baada ya kukaa sana huko uwanjani, kuna siku nilikuwa kwenye TV naangalia TV, nilikuwa mimi na mama yangu. Kuna mtu mmoja pale nilimuona anadaka mpira akitwa Musa Kirungi. Alikuwa dakika toto. Nilimwambia mtoto wa Afrika, nikamwambia mama, huyu kijana mimi nilikuwa mpira nadaka naye huyu. Mzangu leo anaonekana kwenye TV. Mimi sisi nimefeli wapi? Mwalimu mama yangu uko Mungu atampumzisha alipolala. Aliniambia, "Mwanangu, mimi sikutaka mpira ucheze. Binafsi sikutaka mpira ucheze." Nilishangaa sana. Akaniambia, "Na mimi nimefanya mpira wewe usicheze." Kwa nini? Akasema nimeongea na mashehe wangu
wewe mpira usicheze. Kwa nini mama? Aniambia mwanangu, juhudi yako ukawa umekonda sana. Nilihisi kwamba wewe unateseka na njaa. Mama hapana, yaani mazoezi. Unajua wakati naondoka hapa Morogoro nilikuwa na mwili wangu. Ndio. Lakini kuna nilikutana na golikipa wa zamani akiitwa Steven Nemes ile ya Yanga. Na Joseph Lazaro. Hawa walinifua sana kudaka. Kwa hiyo wakauondosha mwili wa mtaani, wakanijia mwili wa golikipa. Kwa hiyo nirudi hapa bilikubwa akanena mpaka na sconches. Yaani zote zimeingia ndani. Na makocha wanene wanajua kufua mchezaji mwingine anaonekana ni mbaya. Akahisi mimi kwamba nateseka njaa. Kuna pokwenda. Sina kipato, nimerudi hapa bado nakula kwake. Kumbe nilikuwa na njaa nitafuta. Laiti kama angenivumilia mwaka mmoja. Yaani nisinda mimi kwa bakia. Costi alikuonaje? Chanzo cha Costi kuliona, nilikwenda kucheza mpira pale mji Utete. Utete hapa. Nilikwenda pale kuangalia mpira mji Utete. Sikwenda kama golikipa. Nilienda kuangalia pale palikuwa na mechi ya timu ya mji Utete na timu ya African Ujamaa Ikwiriri. Wale mji Utete walifungwa goli 4-2. Na Ikwiriri walikuja pale kwa hamasa kubwa sana. Walikuja na magari mengi, wakawa kila mtaani wanatupa hivi vipambo vya mama zetu hivi au wake zetu wanaovaa viunoni. Shanga wakawa wanatupa kila mtaa kwa Utete. Bila mimi nililia sana japo nakaa Morogoro. Baada ya matokeo walifungwa 4-2. Mwaka gani mkweli? Nakumbuka 2011. Walifungwa mji Utete 4-2. Ndio. Mimi niliwaambia mmefungwa 4-2 sababu nyinyi hamna golikipa. Kama mtanipa nafasi mimi nitaweza kudaka. Akatokea mtu mmoja anaitwa Msafiri Kitemi. Akaambia unaweza kudakia? Ngamba naweza. Pale akanipiga picha, akanipa fomu, nikajaza fomu, nikapeleka kwenye timu. Wiki inayofuata tukaingia uwanjani. Tukapiga 2 kimya. Mji wa Ikwiriri. Pale nikapata nafasi ya kukutana mtu mmoja akiitwa Jamali Kisongo. Huyu alikuwa meneja wa Samata. Akamwambia wangu, mbona unakaa Fiji una kiwango bora sana, naweza kukutumia? Nikawa naweza. Nikaenda kucheza mpira pale Cosmo ya pale Azania. Maana kuna Costi na Cosmo. Hii Cosmopolitan inacheza na Yanga. Nimecheza ile. Pale Cosmo wakati tunafanya mazoezi, nikaonekana mazoezi yangu makali sana. Hayastahili kucheza timu hii. Pale nikapata mdhamini mmoja anaitwa Mheshimiwa Balazili, yuko wa Tanga huyu. Alipita nyuma pale. Akanichukua nikaenda zangu Tanga. Kwa kufika Tanga Coast pale nikapata nafasi, nikawa kipa namba 1. Tukacheza mpira ligi daraja la kwanza. Tukafika na mpaka nafasi ya 9 bora. Zamani ilikuwa kwa mpira ngumu sana. Timu zilikuwa hazipo 9 tu. Timu zimeingia 3 zinashuka. Maana yake tunacheza timu 9 bora kutafuta timu 3 za kwenda ligi kuu. Sasa hivi mpira hata ni rahisi sana. Timu 24 ziko ligi kuu. 24 nyingi. Zamani sisi tulikuwa timu 12. Kwa hiyo tunacheza mashindano ya 9 bora. Kupata hivyo 3. Mimi 9 bora nilicheza na Coast ilifanikiwa kwenda ligi kuu. Kitu nibobisha kaka. Kule likizo nyumbani. Sawa, sasa mkakati wako ni upi kwa kuhakikisha? Mkakati wangu ni kwanza kuwainua vijana. Tafasiri ya kiongozi kwanza ile watu naoongoza. Pili, neno kiongozi ile onyesha kwa vitendo, kama vitendo. Inua maisha ya watu, kielewe kama unaongoza. Mimi nilijikita kwanza kuinua michezo ya vijana. Kwa sababu naelewa mimi cheza, nimekumbana na mituki mingi. Viongozi najua namna gani ya kushawishi. Tutegeeni kwenye kata Mhoro mpira utakuwa. Na stoshe ile Kiruvi United iliyokufa walichagulia watu sasa hivi kwenye mpira. Wakamvunja nguvu Mheshimiwa Munge mpaka timu ile sijui imefia wapi. Lakini kama tungepata watu sahihi wenye mfano kama Mheshimiwa Diwani Batezi Mlimwa, Kiruvi singekufa. Wito wako ni upi kwa wazazi wa kike kuhusu watoto zao wa kiume kushiriki michezo? Wito wangu wa kike kwa sababu kwa cha msingi kwanza watoto wao kwanza walee vizuri. Unajua uzao wa sasa hivi watoto wengi sana niseme wamelegea. Kikweli, yani hawapo kama sisi tulivyozaliwa.
Sasa si ndio kama hivyo, mzazi akiona umekonda anaona mwanangu huyu anapotea, anamwita kitu ambacho mimi wazazi wangu sasa nacho hapa kwamba taarifa sahihi. Najua sisi nchi yetu inapinga na ushoga. Na sisi sahihi kwenye nchi yetu wameingia watu ambao wanataka tuwe na ushoga, wametoa zile kemikali za perfume, donut. Zile kama mwanao utakuwa unatumia kumpakaza, kemikali zile zikimeingia, hawezi kuwa na nguvu ya kucheza mpira. Chakala kata yangu nimepiga biti zile perfume zile, kata yangu watu kutumia. Kwa sababu nataka watu wangu wale mlangamala. Kwa sababu na michezo mimi naipenda. Naupenda mchezo wa mpira, naupenda na mchezo wa ngumi. Mchezo wa ngumi kwa sababu nimekuwa mchezo bingwa kwangu. Na wakati niko nje na mamlaka, nilisema siku nikipata mamlaka, mtafanya kila uwezekanalo kuhakikisha Rufiji tunakuwa na ligi ya ngumi. Sasa hivi wewe ni shabiki wa timu gani? Yaani mimi bwana, mimi niseme kule Ulaya mimi ni shabiki wa Real Madrid. Na zamani nilikuwa nampenda Ronaldo Cristiano. Tangu Ronaldo aondoke Madrid kuna la duni, nimekosa mtu kula kumpenda kule. Watu wote yaani binafsi Ronaldo ananivutia mpaka sasa. Nikija hapa Tanzania hainifanya nipende mpira. Juma Kaseja. Nikizungumza Juma Kaseja maana yake ni Simba Sports Club. Mimi niambii kitu. Ya Simba Sports Club. Nikija huko Rufiji wananchi wanipenda ni mwenyewe. Timu gani, bondia gani bora kwako? Bondia gani bora kwa hapa Tanzania ni Mwakinyo. Hassan Mwakinyo. Kwa nini Mwakinyo? Mwakinyo niseme kwanza ana nidhamu ya mchezo. Pili anafuatilia mafanikio yake. Hachezi ngumi tu mtahani nipigane nikali nishangiliwa na Pundu TV leo wananishangilia, lakini Mwakinyo anacheza ngumi kwa ajili ya maisha baadaye. Kwamba nikistaafu ngumi nionekane basi iwe kila mtoto basi haya anaupenda mchezo wa ngumi kwa sababu ya mafanikio ya Mwakinyo aliyokuwa nayo. Bana, huyu ni diwani wa kata ya Muhoro Mheshimiwa Batezi, na tunazungumza naye kupitia Polundu TV. Upi wito wako kwa wananchi wa kata ya Muhoro kabla tujahitimisha mahojiano yetu? Mimi wito wangu mpaka sasa hivi kabla sijafikisha wananchi hawa, ni wito wangu mkubwa sana, kikubwa zaidi kwanza kuunganisha tu wananchi. Kata yangu hii wananchi wengi kwa mwanzo walikuwa wako mmoja. Sasa hivi na kazi kubwa kuunganisha kwanza. Nisipounganisha wao kwa pamoja hatuwezi kuwa na maendeleo. Kwa sababu wapo watu ambao wanapinga maendeleo ya Mchengerwa. Na wanashawishi sisi wana Rufiji Mchengerwa tumkatae. Wakati ndio bingwa wetu ambaye anatufanya mpaka mheshimiwa diwani naongea kwa fulani, na tabasamu, na pendeza, yote na mbunge yuko mahiri sana. Kwa kazi ya kwanza ile nao mheshimiwa diwani ni kuunganisha kwanza watu ili wamuelewe mheshimiwa mbunge nini lengo lake. Basi na mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuwasaliti wanakata Muhoro. Sisi tunakushukuru sana. Na mimi nawashukuru Point TV, mnafanya kazi kubwa sana. Nilikuwa siyajui kwa sababu sasa nawajua umuhimu wenu. Na hakikisheni ile kata Muhoro kupitia diwani Mnyimwa mtakuja sana kufanya kazi kwa mheshimiwa. Mimi nawashukuru sana. Asante sana. Wewe ni diwani wa Muhoro Mheshimiwa Mnyimwa, jina maarufu ni Batezi, na tumebawabu mambo kadhaa kupitia Polundu TV. Nina kamera iko TX Worldwide, na pia kama unahitaji kuprint sticker kwenye pikipiki yako, bajaji ama gari, fika TX Worldwide Sticker Point Mwembe Muhoro. Mimi naitwa Nitin Kudos, mpaka wakati mwingine.